Namwita Mheshimiwa Shamsa Vuai Nahodha, jiandae Profesa Muhongo. Mheshimiwa Naibu Spika, kwanza nikushukuru kwa kunipa fursa hii ya kutoa mchango wangu katika hoja hii ya Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia. Mheshimiwa Naibu Spika, wiki mbili zilizopita nilitoa mchango kuhusu mageuzi ya mfumo wa ufundishaji katika vyuo vikuu. Leo nataka nihitimishe hoja yangu kwa kuzungumzia ufundishaji katika shule za msingi na sekondari. Mheshimiwa Naibu Spika, mtakubaliana nami kwamba katika shule zetu hasa za msingi kuna msongamano mkubwa sana za wanafunzi katika madarasa, na kwa uzoefu wangu wa ualimu, hata mwalimu ungekuwa hodari kiasi gani, hakuna mwalimu ambaye anaweza kufundisha darasa lenye zaidi ya wanafunzi 50. Ili kutatua tatizo hili, naomba nipendekeze jambo moja ambalo halina gharama kwa serikali. Jambo hili ni hili: katika shule ambazo kuna msongamano mkubwa wa wanafunzi madarasani, walimu wa shule, walimu wakuu wapewe maelekezo maalum ya kuwagawa wanafunzi katika makundi mawili makubwa kama ninavyopendekeza. Kundi la kwanza liwe na wanafunzi wa darasa la kwanza, la pili na la tatu. Hawa waingie madarasani kwa utaratibu wa kawaida kuanzia saa 1 mpaka saa 4 kamili, wasome masomo kama kawaida. Kundi la pili lenye wanafunzi wa darasa la 4, 5 na 6, hawa wawekwe kwenye ukumbi mkubwa wa mikutano. Huko waonyeshwe filamu mbalimbali za kujifunza Kiingereza, sayansi, wafanye midahalo, wafanye majadiliano, wafanye drama, wafanye michezo ya ndani, mashindano ya usanifu na ubunifu, utengenezaji wa vitu mbalimbali. Na itakapofika saa 4:30 wabadilishane. Wale walioko katika mkundi wa mikutano wataingia kwenye madarasani kama kawaida kuanzia saa 4:30 mpaka saa 7 kamili watakapomaliza masomo, na wale waliokuwa madarasani waendelee na utaratibu wa kufanya shughuli mbalimbali nje ya mitaala kama nilipopendekeza hapo awali. Nini mantiki ya kupendekeza jambo hili? Elimu yoyote iliyo bora na elimu yoyote inayotakiwa kukidhi mahitaji ya mwanafunzi lazima ijielekeze kumkunza mwanafunzi katika maeneo matatu ya msingi. La kwanza, uwezo wa akili kufikiri. Sisi walimu tunaita cognitive domain. Uwezo wa kukuza maadili mema, tabia njema na mitazamo, tunaita affective domain. Na la tatu, kukuza uwezo wa michezo na kufanya kazi mbalimbali za mikono. Na hii ndiyo elimu iliyokamilika, jambo ambalo silioni likifanyika katika shule za sasa. Jambo la pili, kasoro nyingine naiona katika mfumo wetu wa elimu. Watoto wanapomaliza masomo ya siku na kurudi nyumbani, wanapewa kazi nyingi na kutakiwa kazi nyingi za nyumbani na kutakiwa wazazi wao wawasimamie. Hoja yangu, tupunguze kazi nyingi nyumbani. Kama kuna ulazima wa kuwapa wanafunzi kazi, tuwape kazi zenye lengo la kupima uwezo wa ufahamu na udadisi badala ya kukariri majibu.
Na wazazi wengine wanakwenda mbali zaidi, wanawapeleka watoto wa shule za msingi kwenye masomo ya ziada. Hili ni jambo la hatari sana katika makuzi ya watoto. Sayansi ya ukuaji wa watoto inasema hivi: mtoto chini ya umri wa miaka 15 ubongo wake unakuwa dhaifu sana, hauwezi kumudu kusoma mambo mengi kwa wakati mmoja. Unataka kutunzwa, kulelewa kwa umakini wa hali ya juu sana. Na yuko mwanafalsafa mmoja mwenye busara aliwahi kusema kusoma sana, hasa kwa watoto wadogo, kuna dumaza akili na uwezo wa kufikiri. Profesa Howard Gardner wa chuo kikuu cha Harvard Marekani, katika kitabu chake maarufu Frames of Mind, Theory of Multiple Intelligence, aliwahi kusema malezi na mifumo ya shule inadumaza uwezo wa watoto kufikiri na vipaji vingine vya msingi. Na akasema mkazo mkubwa sana wa malezi, wazazi, walimu, ni kusoma, kuandika na kuzungumza peke yake. Vipaji vingine havipewi uzito unaostahiki. Mimi nimekuwa nikijiuliza hivi, kwa nini wazazi wetu ambao walikuwa hawajui kusoma na kuandika na walikuwa maskini wa kutupa, wametulea sisi tukafikia hatua hii tulionayo katika mazingira? Sisi ambao tuna elimu ya kutosha na uwezo mkubwa sana wa kiuchumi, hatuwezi kulea watoto kama wazazi wetu. Kwa nini? Kwa sababu mifumo ya malezi, mifumo ya elimu imedumaza mambo haya. Darasani watoto wetu hawapewi nafasi ya kutosha kujifunza stadi za maisha na stadi za kazi. Nyumbani mkazo mkubwa kama nilivyosema, kusoma, kuandika, hakuna kucheza, wanafungiwa mageti. Huwezi kutayarisha vijana imara kama nilivyosema. Na malezi ya watoto ni kama vile unavyotunza mimea. Leo ukichukua mimea miwili inayofanana ya aina moja, mmoja unaupanda kwenye ndoo unauweka sebuleni, na mwingine unauchukua unaupanda shambani. Baada ya miezi 6 ukitembelea, ule wa sebuleni utadumaa, ule wa shambani utakuwa imara sana. Kwa nini? Kwa sababu mazingira magumu yanatengeneza vitu imara. Kwa maana hiyo, mmea ukiwa shambani unajenga uwezo wa kuhimili hali ya hewa, mvua, jua na wadudu waharibifu. Sasa sisi wazazi na walimu wa leo, watoto wetu wanalelewa na televisheni na dada wa kazi muda wote. Utatengenezaje vijana makini na imara kwa utaratibu kama huu? Hoja yangu ya pili, wanafunzi wa shule za msingi na sekondari wanafundishwa mambo ambayo hayana uhusiano wa moja kwa moja na maisha wanayoishi. Wanafundishwa mada nyingi kupita kiasi, mambo ambayo wao wenyewe wangejifunza katika vitabu vyao na kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Na nitatoa mfano hapa. Kwenye somo la hisabati, walimu wanatumia muda mwingi sana kufundisha quadratic equation. Sasa mimi najiuliza, nini uhusiano kati ya quadratic equation na maisha halisi ya mwanadamu? Wale kemia
wanafundishwa periodic table. Nini uhusiano wa periodic table na maisha ya mwanadamu ya kawaida? Mimi siuoni. Kwa mawazo yangu, walimu wangetakiwa kuwaeleza wanafunzi nini umuhimu wa periodic kama nilivyosema, periodic equation katika maisha ya kawaida, ili waone uhusiano. Jambo la tatu, watoto wanapoingia kwenye kidato cha 4 wanatakiwa kufanya uchaguzi wa kuchagua masomo watakayobobea mbele ya safari. Sasa uchaguzi huu si jambo rahisi sana. Wanapaswa kuangalia malengo yao, wanapaswa kuangalia vipaji vyao, wanapaswa kuangalia uwezo wao wa kumudu masomo watakayoyachagua. Na kwa mnasaba huu basi napendekeza, sioni kama kuna umuhimu mwanafunzi ambaye anatamani kufanya kazi ya upishi au fundi kutakiwa ajiunge na kidato cha 5 na 6 badala ya kwenda kwenye shule ya ufundi udongo upate ulimaji. Jambo la busara, mtoto anapenda michezo, badala ya kumpeleka kwenye akademi ya michezo anatakiwa kwenye kidato cha 5 na 6. Mimi naona kama ni kuwapotezea muda, na kwa bahati mbaya sana vipaji vina muda. Muda ukipita vipaji vya mwanadamu vinapotea. Lakini wako vijana au wanafunzi ambao wanatamani kusoma masomo ya utaalamu kama vile udaktari, sheria, ufamasia, sayansi ya kilimo, ualimu. Hawa ni lazima wafuate utaratibu wa kawaida wa kwenda kidato cha 5 na 6. Hata hivyo, kwa maoni yangu, masomo ya kidato cha 5 na 6 yanahitaji ya kufanyiwa mapinduzi ya hali ya juu sana. Utaratibu wa sasa huu hautusaidii kuwatengeneza vijana mahiri sana. Kwa maoni yangu, badala ya kuendelea kuwafundisha vijana masomo ya jumla, vijana wafundishwe masuala ya ujuzi na utaalamu ili waweze kuoanisha nadharia waliojifunza kidato cha 4 na hali halisi ya mafunzo ya kazi. Wazazi wenye asili ya Kiasia wanatupa funzo kubwa katika jambo hili. Watoto wao wanapomaliza kidato cha 4 wanapelekwa katika vyuo ambavyo vinatoa mafunzo ya utaalamu katika kiwango cha diploma ili wajifunze ujuzi wa kazi. Huko wanajifunza sayansi ya kilimo, utaalamu wa masuala mbalimbali, udaktari. Mheshimiwa Nahodha, kengele ya pili. Kwanza ni kushukuru kwa mchango mzuri sana. Baada ya kusema hayo, naomba nikuombe mengine ambayo hujasema imwandikie Mheshimiwa Waziri ili achukue na iwe recorded kwenye Hansard. Mheshimiwa Profesa Muhongo, jiandaa Mheshimiwa